duniani ni vitu vitatu: watu, muda na eneo. Watu ndio nyinyi, muda ndio huu, na maeneo ndio haya. Kwa hiyo nashukuru sana. Kwa hakika maneno ni yale mliosema nyie, mimi sina cha kusema zaidi ya kushukuru, isipokuwa tu nifunge kongamano letu hili kwa nukta hizi chache. Kwanza nichukue nafasi hii nikiwaomba na nyinyi wote mliokuwa hapa, wajumbe wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam, sote kwa pamoja tuwape pole ndugu zetu kanisa Katoliki kwa kuondokewa na kiongozi wao mkuu. Tuwape pole, kuondokewa ni kuondokewa. Na siku zote mti mkubwa ukianguka, basi miti midogo pia hutetereka. Sote tunajua uchungu wa kufiwa, uchungu wa kuondokewa na tunayemtegemea. Kwa hiyo tunaungana kwa kila mmoja kwa imani yake, kwa dua, kwa sala. Sote tunawaombea subira na Mungu awape kiongozi bora atakayeendelea kuwachunga na kuongoza. Hili ni la mwanzo, na popote tutakapokuwa basi muendelee na jambo hilo. Lakini la pili, katika nukta zangu, tumekaa hapa katika wakati huu jamani, kama ile nilivyosema, duniani ni vitu vitatu: binadamu, muda na eneo. Lazima tujue kwamba tuko katika wakati gani. Ni matatizo makubwa sana mtu kutozingatia eneo ulipo. Kuna mambo yanafanywa kwa kuzingatia maeneo, kama mavazi tu. Uwezi ukaalikwa kwenda harusini ukavaa na ile nguo ya hospitali, unatoka na green cloth unakwenda harusini, utawatisha watu. Lakini sasa upo ngomani ukaenda na kanzu, tuwashangaza watu. Nisifike kusema tu, hata maneno unakwenda kisha unaanza na Bismillahirrahmanirrahim au Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio utakuwa chizi kiongozi. Umekaa na watoto wadogo, unaongea nao kama watu wazima. Mwalimu mzuri pia ni yule ambaye anapokuwa darasani naye anakuwa anashuka na mtoto kabisa. Kwa hiyo tuko katika muda wa kuongea maneno fulani. Mjumbe kutoka Kigamboni, nimekuelewa vizuri sana. Na naomba Mungu atatujalia, na ndio maana nimesema baada ya kutoka hapa tukutane na makatibu wote wa kamati ili tupange mambo yetu. Niseme wazi tu, tangu nimekuwa katika nafasi hii ya mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam, wale wangu ni wakusuasua sana. Mnaniona na najiona, lakini kila mmoja kuna namna yake ya kuendesha mambo. Nilitanguliza elimu kwanza, nisome mazingira, ni wasome na nyinyi. Nitoe mfano tu. Sisi Waislamu tumetoka kufunga mwezi wa Ramadhani. Chakula ni kile kile tu, lakini kinabadilishwa majina. Kile cha usiku kinaitwa daku na kile cha jioni kinaitwa futari. Lakini mzee ukitizama ni ubwabwa ule na miogo ile ile. Mtu wa falsafa kidogo. Kwa hiyo wanatazama, huu ni wakati wa kusimama kama mwenyekiti. Niwaombe tushirikiane katika hilo. Yetu hii ni kamati. Kamati huja katika matukio. Hata harusi inapangwa, inachaguliwa kamati baada ya harusi. Kamati inaendelea. Nafunga
sisi hatuvunji, tulikaa kimya, lakini huu ndio wakati wa kamati ya amani. Tujipigieni makofi. Nitawasumbua, nitawaita sana ili nachokitaka tushirikiane kuonyesha nafasi yetu sisi ni kamati ya amani. Nukta nyingine niwarudishe katika msahafu. Sura ya 92 aya ya 4 na mnukuu, Mwenyezi Mungu anasema inna sa'yakum la shatta, hakika shughuli zenu, mambo yenu ni tofauti. Mungu ametuambia katika kitabu kile. Yeye ndio alivyotuumba, tukitaka tusitake. Mwingine atakuwa mnunuzi, mwingine atakuwa mvuvi, mwingine atakuwa mwalimu, mwingine atakuwa fundi, mwingine atakuwa kiongozi, sijui rais, ili mradi hakuna kazi moja kwa watu wote. Kama alivyosema Mwarabu mmoja wa zamani sana, anasema an-nasu lin-nas in badwin wa hadri, ba'dhum li ba'd wa illa yash'uru khadamu. Anasema watu wameumbwa kwa ajili ya wengine. Hata mimi nimeumbwa kwa ajili ya watu wengine. Mama yetu Mama Shamim Kani kaumbwa kwa ajili ya wengine. Wachungaji nyinyi mmeumbwa kwa ajili ya wengine. Akafikia kutoa nafasi kusema wale wa mashamba, kuna watu utaona watu wanaishi vijijini huko. Wewe unaweza kwenda kijijini huko ogopa, wanaishi huko. Hebu nyinyi watu wa vijijini, na wengi tumezaliwa vijijini, tunaweza kuishi kule. Unakwenda siku mbili sasa huko kwetu, lakini wiki upigi utarudi mjini. Na yule akija huku wiki hawezi atarudi mjini. Ni mpango roho. Jibieni makofi. Mungu yule anamweka mtu kwetu kule Kisiju, mimi natokea Kisiju. Hakuna barabara, hakuna umeme, hakuna. Hiyo nyumba yenyewe ya nini kufanya kazi nyingine ndani ya miaka isiyopungua 8, na akili nzuri ya kutafuta pesa shaitani na akili nzuri, lakini nilishindwa. Napata leo kufanya kazi na Mama Shamim kwa siku napata laki moja. Nilikuwa ni salesman wa kampuni moja, tulikuwa tunafanya kazi kwa kupewa commission yangu ilikuwa inafikia 100,000 per day take home, lakini nikifika nyumbani imekwisha ndani ya miaka 5. Tena kwa wakati ule ilikuwa hamna hata waziri anapata mshahara huo, kwa sababu mwezi mmoja ukapata milioni 3. Hamna kipindi ilikuwa maskini kama hicho, kwa sababu sikuchaguliwa kufanya kazi ile. Wazee walikuwa hapo wakaniona wengi sana. Walimu mmoja leo kuna mbili katika wazee waliolea. Kama walimu sisi tumekustiri, wewe unajifunua. Tumekuvika nguo. Unajua? Mimi nafanya kazi ya Mungu. Nimerudi katika kufanya kazi ya Mungu. Leo sio mkoa. Mimi ninachotaka kusema katika pointi hii, Imam Ali anasema man alima makana hu faqad naja, mwenye kuijua nafasi yake kaokoka, ametoboa. Twendeni tukazijue nafasi zetu. Utawatatiza watu, sisi tunakujua wewe ni askari, lakini ghafla tunakuona unafukua mitaro ya maji machafu. Sasa tujui kiongozi wa dini nataka simamia nafasi yako. Yuko mtu wa siasa, mwache afanye kazi ya siasa. Makofi. Unasimama mihirabu Sheikh Mziwanda, baada ya kuzungumza mstaafu qala Allah Ta'ala, unazungumza ilani ya chama. Hatukuelewi, unatutatiza. Kweli? Na wewe unavuka. Sultan al-Muhaddithin kwa Kiswahili, kiongozi wa watu wa simulizi, sisi tunawaita hivyo. Aliwahi kusema maneno, sema ya
ahla al-ilmi ya milha al-balad ma yuslihu al-milha idha al-milhu fasada. Enyi viongozi wa dini, nyinyi ndio chumvi ya dunia, nyinyi ndio chumvi ya miji, nyinyi ndio chumvi ya jamii. Akauliza kwa mshangao, mmoja anajua anachua ni lugha ya Kiarabu, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasada, ni nani atakayekuja kuitengeneza chumvi pale itakapokuwa chumvi imeharibika? Kwa sababu kazi ya chumvi ni kutengeza chakula kilichoharibika. Sasa wewe ambaye ndio mtengenezaji, ndio chumvi mwenyewe ushaharibika, nani atakayekutengeneza? Viongozi wa dini, nyinyi ni walezi wa nyoyo, nyinyi ni walezi wa miili ya watu, ni walezi. Nendeni mkashike nyoyo za watu, mwarudishe kwa Mungu. Na mfano mmoja mzuri na upenda, siku moja Imam Abu Hanifa aliwahi kupata ugeni wa ghafla, watu wawili. Alikuja baba yake mzazi, na kipindi hicho alikuja mwalimu wake, kiongozi wa roho yake. Alipopewa taarifa watu hao wameingia, yeye alitoka kwenda kumpokea kiongozi wake wa kiroho kwanza kabla ya baba yake. Wanafunzi wake wakamuuliza, kwa nini unamtanguliza huyu usimtangulize huyu? Akasema, nimemtanguliza huyu kwa sababu mzee wangu kanitoa kwa Mungu, kanileta hapa katika vurugu, usipokuwa na amani, lakini huyu kiongozi wangu wa dini ndio anairudisha kwa Mungu kwa amani. Hiyo ni nafasi yenu. Ningependa kwa kongamano hili kuwe ni mwanzo wa kuzungumza amani, lakini ni mwanzo wa kushika ile nafasi yetu. Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali bwana, yeye ametupa slogan sisi watu wote. Anasema, jitambue, badilika, acha mazoea. Rudieni, jitambue, badilika.